Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Hayo sio makofi ya Kristo. Muongezee Yesu Kristo makofi mazuri. Kama uko nyuma, chukua nafasi usonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu nasikia kunena na wewe asubuhi ya leo. Inaweza kukusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ni cha Samueli wa pili. Samueli wa kwanza, sorry, watu wa pili. Samueli ni wa kwanza. Samueli wa kwanza. Mtu amefika hapo. Nataka kuzungumzia kuhusu mtu anaitwa Goliath. Kitabu ni cha Samueli wa kwanza sura ya 17. Nataka tuangalie mstari wa 7, mstari wa 8 mpaka wa 7, 8, 9 na 10. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 7, wa 8, wa 9 na wa 10. Na msomaji katika nyumba hii msomee basi. Ninakushukuru kwa ajili ya neno hili asubuhi ya leo. Zungumza na sisi, tufundishe kitu tukaweze kukielewa, ili Bwana mabwana tuendelee na safari katika Mungu. Asante kwa maana wewe ni Bwana na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Mtu aseme amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nataka kuongelea kuhusu mtu ambaye ni wa nguvu. Yesu akasema mahali kwenye maandiko, akasema kwamba kuna mtu anaitwa kwa lugha ya Kimombo the strong man. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa nguvu, the strong man. Hapo tulikuwa tunajaribu kufafanua huyu mtu alikuwa vipi. Ukitaka habari kamili unaanzia hapo mwanzo. Utaona urefu wa huyu mtu, utaona upana, utaona mtu mwili wote ni chuma, utaona mtu ambaye ana urefu wa mita karibu 3 juu. Akilinganishwa na mambo mengine yoyote yale, unashangaa. Unaona mtu ambaye anaitwa jemedari ama anaitwa shujaa. Katika ulimwengu wa kileo, mtu yoyote ambaye anaitwa shujaa ni mtu ambaye amepigana na akapata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kizungu anaita champion. Kuna belt fulani ambayo machampion huwa wanavaa. Ukivaa hiyo belt, kuna belt inaitwa black belt. Ingine inaitwa nini? Na kujui mambo ya kupigana. Kuna belt inaitwa mimi nimepigana mpaka niko na black belt. Kisikia
amepigana, amepiga watu kadhaa. Kama ni mieleka, ameangusha watu kadhaa. Yuko na experience. Mtu ambaye tunaongelea kwake ni mtu anaitwa Goliath. Ili ndio aitwe shujaa, ili ndio aitwe champion kwa lugha ya Kizungu. Ni mtu ambaye yuko na belti zake, amepigana, yuko na nguvu, na hata ukiangalia mavazi yake unajua ni kweli mtu huyu alikuwa amevaa mavazi ya chuma, ya shaba. Shaba haingii risasi, shaba haingii mkuki. Mtu huyu alikuwa amevaa mavazi ya shaba, kofia ni ya shaba, alafu fumo lake ilikuwa ni refu, na pamoja na hivyo alikuwa yuko na mtu ambaye alikuwa ni bodyguard wake, anamshikia vitu vyake vya silaha, yaani sana zake za silaha za kupigana. Goliath alikuwa anaamka kila asubuhi, anatukana Israeli, anawaambia kwamba I dare you, nileteni mtu yeyote miongoni mwenu ambaye anaweza kusimama na nyinyi, mpaka anawaita watumwa wa Sauli. Mimi nimesimama hapa, anajipiga kifua kila kukicha. Ninaongelea kuhusu mtu anaitwa the strong man in the family. Bwana Yesu asifiwe. Katika kila familia huwa iko na strong man wake. Wengine ni strong woman, wengine ni strong man, lakini the fact remains kwamba huyu ndiye kusema, huyu ndiye kuamua, huyu ndiye kuzungumza, mtu ambaye yuko strong. Na ukimwangalia ni kweli, hatishiki, hatishwi na lolote, hangaishwi na lolote. Huyo ndio mtu tunaenda kuzungumzia leo asubuhi hii tunapokuwa tunaendelea na ibada yetu. Mwambie Bwana asante Yesu. Asante Yesu. Mwambie Yesu asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Goliath hakuwa mwanadamu wa kawaida. Alikuwa amepigana vita kadhaa, ameshinda. Alikuwa yuko na nguvu, alikuwa amejiamini, alikuwa yuko sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona anasema kama kuna mtu yeyote kwa hii familia anaweza kusimama na mimi kuni challenge, niko tayari mimi. Akirukaruka, akibounce, kwa maana yeye ndio kusema. Upande wa Israeli kulikuwa kuna mtu ambaye anaitwa Sauli. Sauli alipokuwa anasikia huyu mtu anajaribu kurukaruka, anasema hapana, hapa mimi naona kifo. Anatoroka, anakimbia, anaenda huko mbali, anasema kwamba mimi naona kama sitawezana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu alikuwa ni threat, alikuwa ni tishio katika Israeli, katika ufalme wa Israeli na katika majamii yote ambayo yalizunguka Israeli. Huyu Goliath alikuwa ni tishio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila familia, hata ukipiga picha katika ile familia yetu kuna Goliath kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu ambaye ndio kusema, ni mtu ambaye ndio master challenger. Anakuambia kwamba wewe utaniambia nini? Mama yako mimi nilimalizana na yeye, mimi nimepigana vita vya babu yako. Kuna mtu ananipata? Bwana Yesu asifiwe. Anasema mimi hakuna kitu unanisaidia, hakuna mtu ananiweza. Nyanya yako mimi nilimwangusha chini, babu yako mimi nilimwangusha chini, wajomba zako mimi nilimwangusha chini. Hakuna kitu ambacho wewe unaweza kukifanya katika maisha yako. Ndio maana anakuchezea na kukufanyia vile ambavyo anataka, kwa sababu hajaona threat, hajaona kitu cha kumtishia. Wakati ambapo Mfilisti huyu anatatiza Israeli, anaangaisha Israeli, ni kwa sababu alikuwa anajua Saulo ni mtu gani, alikuwa anajua wana wa Israeli ni watu gani. Akijaribu kutingika namna hivyo, wote wanakimbia. Akajipa nguvu, akasongea mbio, akasema kwamba kama kuna mtu yeyote miongoni mwenu anaweza kusimama kuni challenge, kupigana na mimi, ni ainuke akuje, mimi niko tayari. Na kama atanishinda, mimi na watu wangu tutawatumikieni ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anajaribu kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaitwa strong man, mtu mwenye nguvu, anajiita mimi ndio champion, mimi ndio kusema katika hii familia, mimi ndio mwongeleaji. Nimesema kwa kila familia iko na mtu wa nguvu ambaye yeye ndio kusema, ambaye yeye ndiye anachora laini. Anasema watu wanaenda hivi, anasema watu wanapitia kwa njia hii, na huyu mtu yuko na experience.
Siku ya kwanza ngoja nikufurahisha kidogo, ama nikuweke katika laini. Mara ya kwanza wakati ambapo mke wangu huyu ananunua gesi ya kwanza, haleluya, alinunua gesi ya kwanza. Mimi sijui alipataje, hata nimesahau. Wewe ndio ulinunua ya kwanza? Alinunua gesi ya kwanza. Nisikilize vizuri. Wakati alinunua gesi ya kwanza, ndio tumetoka kwa makaa, ndio tumetoka katika zile vitu za kuhangaika na moshi, sufuria kutoboka, sufuria kunukanuka moshi, vitu havivi vizuri, ile stofu sijui usongeze tambi ushukishe. Ndio watu waliona hizo vitu. Haleluya. Kuna kastofu namna hivi, watu ambao mkuona ni lazima wakati mwingine tambi ati zinafuliwa, shetani ashindwe. Unakuta mtu ameanika tambi 10, si kwanza 10, umeanika 10 ati asiwake vizuri, ugonge. Sasa mke wangu alikuwa ni mtu wa kugonga kila wakati. Unajua yule ni mubati, ukigongwa tunazidi kubonyea. Alafu kitu cha kwanza ambacho kinatangulia kuharibika ni yale mashikio. Haleluya. So unachukua kamawe unawekelea, unachukua kamawe kingine unawekelea. Ndio nani tulipitia katika hiyo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe. So unakuta kastofu kako hapo, kamekelewa jiwe. Hayo ndio mashikio. Na mtu yuko ndani ya Mombasa, na mtu anaishi ndani ya Mombasa. Hiyo ni ishara kwamba kuna mfalme fulani amesimama, kuna mtukufu fulani katika hiyo familia anasimama. Anasema haijalishi uko Mombasa, haijalishi unaishi wapi, lakini mambo yangu ni lazima utayafuata. Haleluya. So tulipotoka katika hayo maono, asubuhi moja mke wangu akaenda akanunua gesi, akakuta mpya, mtungi mpya, bana mpya, rini mpya, ikawa hapo. Nakwambia alikuwa anaonea meno. Nasema na mimi pia sasa ni mwanamke, nimeingia ndani ya wanawake watashika mambo ya vitu vile vingine vyote, akageuka akavita ni vitu vya ufukara, akavigeuza akavitupa kwa jaa. Tumeupgrade. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa umeupgrade, lakini the strong man yuko after wewe. Anasema it is sasa inakupa tu time. It is a course of time. Nisikilize. It is just a course of time. Wacha tupe, atazirudia. Bwana Yesu asifiwe. So akazitupa kwa jaa, gesi ikawashwa. Ninamwona akinifanyia matari akisema, "Njoo nisaidie kuwasha." Nikamwambia kwenye ulinunua wewe kufundisha. Akasema wafikiria sijui. Just a joke. Akawasha gesi. Chai ikapikwa tukakunywa. Kwa mara ya kwanza chai inanukia vizuri. Chai hainuki moshi. Hakuna kitu unaposika kuchezea. Bwana Yesu asifiwe. Chai ikaisha tu mara moja, ikaiva tu mara moja. Nilipojaribu kuweka kwa mdomo, nikapata sio, ikachoma mdomo kwa maana iko very hot. Haleluya. Vitu vya gesi na kupigwa. Basi siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, siku ya tatu ikapita. Nilipokuwa nishaenda kibaruani, nikasikia simu yangu inalia. Kuangalia nikapata ni namba yake. Akaniambia kimbia hapa, nyumba inashika moto, gesi imelipuka, kumekuwa kubaya, hakuendeleki. Nikarekesha milango mbio, nikaanza kupiga gharama ya nyumba ya watu, nikakimbia. Akili yangu inaringi inasema gesi zinachomanga nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Nikakimbia nikaenda kufika, nikapata gesi iko juu, imeshika moto, kuzima izimi, kupungua ipungui, iko huko juu, moto unatoka. Ameinua kateni zote ameweka juu, anasimama anashindwa nitatokea wapi. Basi nikakuja, nikajaribu wapi, nikabeba hiyo kitu, nikakimbia, kulikuwa na miti, nikaenda hapo, nikapiga, nikang'ang'ana, nikafungua, nikatulia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nimemaliza hiyo, nikampata yuko mlangoni anachungulia, anaangalia, akaanza kukemea. Listen to me. Akaanza kukemea. Anasema kwamba manyanya ambao wakutumia gesi, watu ambao wako wanapika na makuni, ambao walikufa katika hali zao, hawakutumia magesi, wameinuka, wamenifuata Mombasa. Ninawakemea, ninawavunja. Haleluya.
Shemeji ameingia katika ulimwengu wa kesi, lakini kuna mfalme ambaye ndio spika wa nyumba hii, ambaye ndio spika wa familia. Ninaongelea strong man in the family. Haleluya. Anasema tutapanda gari pamoja, anasema tutaenda Mombasa pamoja, anasema umenunua ndio, lakini nitakuandama. Bwana Yesu asifiwe. Jioni hiyo ndio tulifanya maombi ya pamoja, tukashikana mikono, tukavunja kila mfalme na nyanya ambao wakutumia kesho, watu ambao walikuwa kazi yao ni kuokota vifufu kwenye majaa. Kuna mtu ninamsaidia? Wale watu ambao walikuwa wanatembea kwenye maporomoko wanaokota vikundi ambavyo vimeanguka, hawana uwezo wa kupanda juu, ni kutegemea mpaka vianguke ndio wanaokota hapo, ndio wanasimama, ndio waende wawashe moto. Wakati mwingine kuni imenyeshewa, anapuliza mpaka unasikia macho yote yamekuwa mekundu, chakula kikitoka kinanuka moshi. Wamesimama katika familia, wanasema kwamba kama kuna mtu anaweza kusimama hapa kuni challenge, mtu ambaye anaweza kusimama kuchallenge maisha yangu, ninamkaribisha aje ani challenge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The strong man. Usicheze na strong man. Usicheze na mtu wa nguvu katika familia. Alinunua kesi ndio, lakini kesi haikutusaidia. After some time tulipoomba, nikasikia kukasirika, nikasema kwamba shetani anataka kukasirika kwa sababu tumenunua kesi. Wakati niko Mombasa nikapata kesi inauzwa kwa ofa, nikanunua kesi, zikaja zikawa mbili. Nikamwambia shetani, umejaribu kutaka kupinga, sasa hii ndio itakuwa factory ya kesi. Haleluya. Amen. Na siku moja niliamka nikakuta kesi zote mbili zimeenda, haziko kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukarudi kwa jimbo. Naona asubuhi moja ninaamka, mama ameenda nyumbani, ninawasha jiko, mpaka watu wanapita wanasema, na hiyo litawaka kweli? Kwani mama yuko wapi? Ninaongelea kuhusu the strong man. Wakati strong man yuko area, wakati haujadili vizuri na strong man, anakupatiana tu time, anasema kwamba hii tu ni mambo tu ya saa hii, wacha tuone vile itakavyokuwa. Asubuhi moja gesi zote mbili, yenye mama alinunua na yenye mimi nilinunua, siku hiyo nilikuwa nimekuja jioni na pasi ingine mpya, yote ikachukuliwa asubuhi. Niko kwa room nimelala, wakati watu wamebeba vyombo wanaleta hapa kanisani, timing ikafanyikia hapo, hizo vitu zikachukuliwa zote, zikaendwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. The strong man ambaye yuko area amesimama, anasema kwamba tulisema katika hii familia watu watakuwa wanaishi na mkono huu, watu watakuwa wanaishi na maisha haya. Inakuwaje wewe mambo yako yawe yanaweza kubadilika? Kwa nini mnaenda kinyume na vile ilivyopangwa? Kuna mtu anamsaidia? Jina la Bwana litukuzwe. So tukatambua kwamba kuna strong man ambaye anatawala hapa. So kitu ambacho tulifanya, tukachukua maombi ya kufunga mfululizo, tukifunga the strong man. Biblia inasema kwamba hakuna mtu anayeweza kuingia kwa nyumba ya mtu mwenye nguvu na amalizane naye asipomfunga kwanza. Mwambie mwenzako asipomfunga kwanza. Asipomfunga kwanza. Jina la Bwana litukuzwe. Ni lazima yule mtu afungwe kwanza. Anapokuwa amemaliza kufungwa kwanza, sasa unaweza kutoka na kuingia katika hiyo nyumba yake na kufanya kila ambacho unataka, ama kurikilai ile mali ambayo ilikuwa yako. Lakini basi ni uingie umfunge kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sote tulifanya, tuliingia kwa nyumba tukamfunga kwanza, lakini tulimfunga tu upande wa mapishi. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nilipokuwa pale nyumbani, nikawa na tafakari, nikashindwa ni mambo gani hayo? Kesi ziko pale mbili. Juzi mama amebariki mtu na kesi moja. Nilikutana na mtu akaniambia, mwambie mama Mungu ambariki sana, nilikuwa nasumbuka amenibariki. Yaani mtu ambaye vitu vya kiukoo, mfalme alisimama, leo amefanyika kuwa mtu ambaye naye anaweza kusaidia mtu kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ili uwe na giva, ni lazima ung'ang'ane na yule strong man ambaye anakuzuilia kupata, kwa sababu huwezi kuwa utapeana kama haunavyo.
Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ung'ang'ane na yule strong man ambaye anakuzuilia kutoa. Because kutoa ndio njia ya kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa kutoa ni kanibara. Hata akupatie kitu kutoka. Lakini wakisema wale wanataka kupokea, tuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Juzi tunaenda kwa mkutano mwingine. Nimeona aibu sana. Ati waziri amekuja kutoka Nairobi, waziri wa interior. Kama mtu kengine hivi. Kakasimama kakaongea. Kakasema kila mwenye yuko hapa tutampatia shilingi 2,000 imetoka kwa rais. Wacha nione watu na nguo zao. Wacha nione watu na heshima zao. Vile wanang'ang'ania kwa laini, vile wanafinyana kwa laini, vile wanaangushana kwa laini. Kwa sababu ya nini? Shetani ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikakaa mahali nikasema, Mungu, umaskini ni mbaya. Umaskini ni mbaya. What is 2,000 shillings? Shilingi 2,000 ni nini? Watu wamekuja 900 na wote wanang'ang'ana. Machifu na mauniformu yao, madio na mauniformu yao wanang'ang'ana. Kuna watu wanatutishana na vinaudi vyao na umaskini tu. Nikamwambia Baba, nibariki. Nifanye kuwa kisima ndani ya maisha yangu. Niwe ninaweza ita mtu mmoja mmoja nikambariki. Nisiunganishe watu kwa foleni, watu wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Yote hiyo ni kwa nini? Kuna mtu mkuu ambaye amesimama ndani ya maisha yako. Kazi yake hakubarikiwa. Kazi yake hakuinuliwa. Kazi yake hakufanyika kitu. Alikuwa mtu ambaye maisha yake yalikuwa ya kiwango hicho. Amekufa, amefanyika kuwa mfalme, amefanyika kuwa mzimu ndani ya maisha yako. Amesimama, yeye ndiye anayedirect maisha yako vile ambavyo yanatakikana yaende. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu aliponunua tu gari ya kwanza katika maisha, ajali ndio ilitokea. Mhubiri mmoja akawa ananiambia kwamba mara ya kwanza aliponunulia mke wake gari, alikuwa akaka gari kengine hata bibi akaweka speed ya 100 km/h, akasahau kuna bambu. Alipofika kwa bambu, hapo kakitu kakaruka. Kaliporudi chini, ilikuwa imebaki spare part. Jina la Bwana litukuzwe. Uzuri ni kwamba alitoka mzima, lakini kalikuwa kamebaki spare parts. Ikabidi warudi kwa magoti, wakatambua kwamba kuna the strong man ambaye yuko hapa, ambaye kazi yake ni kuzuilia, ni kupinga, hataki watu wapeleke magari. Yeye ndiye amechora katika maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine tulipokuwa tuna share, akaniambia kwamba mimi baba yangu niliamua nikapata pesa, nikamjengea nyumba moja ya room 2 ya mabati ya permanent chini. Siku mama aliambia kwa hiyo nyumba, ndio usiku wa magonjwa alianza kumsumbua. Na akawa anasumbuliwa na magonjwa, akasumbuliwa na kuteswa mwezi mzima. Mwezi wa 2 ulipoanza kama leo, akaniambia wanangu, nataka kurudi kwa ile nyumba yangu ya nyasi. Nakumbuka zile nyumba za nyasi, nyumba za makuti. Bwana Yesu asifiwe. Mtu upango unafanya tena. Umelala unasikia wanashangilia. That is the life. Kuna mtu ananipata. Yaani uko hapo kwa nyumba na unasikia kuna kamsichana kengine kwa kanisa tulikuwa tunaomba kitabu. Sasa kalichumbiwa na mfulana mwingine. Bahati nzuri akaenda sleepover. Unaelewa sleepover? Amen. Kuna kitu inaitwa sleepover. Mimi sijui ni nini. Sasa kalipoenda sleepover, kalipotoka huko sleepover, kakakuja, kakawa kanaeleza mwingine ambaye alikuwa ni karibu na mimi, akasema huko sikulala. Akamuuliza kwa nini? Mchwa bwana, wanasherekea. Wanapita kwa makuti. Unajua sauti ya mchwa? Bwana Yesu asifiwe. Wanapita. Mwingine akashangilia akasema si ndio alikuwa anakushangilia kwa harusi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni watu ambao maisha yao yamefungwa. Na nimekuja kudhibitisha. Kipindi yule mzee yuko pale, Matopeni hapo opposite Margaret Hotel. Hapa kulikuwa kuna kanisa liko pale. Na kulikuwa kuna nyumba iko pale. Kuna huyo mzee alikuwa anaishi hapo ni pastor. Lakini kuna strong man amesimama. Juzi nimepita hiyo barabara.
Nimepata kuna nyumba imejengwa hapo ya kifahari, maduka yamewekwa, watu wanaishi. Ukitokea huko ndani mtu anajua kweli na wewe unaishi Mombasa. Nikafananisha na yule aliyekuweko. Bwana Yesu asifiwe. Nikashindwa ni nini ambacho kilikuwa kinasumbua. Kuna upande uko umesimama ndani ya maisha yako. Whatever you will try to do, itakurejesha pale. Chochote utakachojaribu kukifanya, unarudi siku ya Bwana. Not unless umesimama katika maisha, umekabiliana na roho hii ambayo imesimama, inafanyika kuwa ya nguvu kukuzuia. Kuna mtu anajaribu kukusaidia? Kuna mtu ananipata vizuri? Bwana Yesu asifiwe. You cannot make a step. Huwezi kusonga mbele kama strong man amesimama. Bwana Yesu asifiwe. Nisiende mbali. Kuna mtu hapa amepangisha nyumba. Jana nimeitwa bwana. Nikaulizwa, baba unileta mtu hapa. Hatumuelewi, tunaonanga tu chupa ziko kwa dustbin za soda. Lakini hatujawahi ona mtu anaishi hapa. Ni jini ama ni mtu? Hayo maswali niliitwa jana jioni, nikaulizwa. Nikasema huyo ni mtu. Hata ni mshirika wangu wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amepangisha nyumba. Amelipa deposit. Nikamwita nikamuuliza, sasa siku zinaenda, akasema nitalipa tu. Ni strong man. Watu ambao hawakujenga nyumba mjini, watu ambao hawakuishi maisha mazuri. Amepangisha nyumba, pesa zinaenda, ya akuje siku moja na chupa mbili atupe kwa dustbin, vile mimi niliambiwa. Labda alikuja akakunywa soda, sio alikuwa na nani. Mwenye nyumba anasema hajawahi muona, anaona tu movement kana kwamba kuna mtu anaishi hapa, lakini hajawahi kuona mtu mwenyewe ambaye anaishi naye. Mpaka ameanza kuwa na wasiwasi, ni nani huyu? Haiwezi kwa nyumba. Wajua alipewa ufunguo. Kinachofanya huyu mtu aseme huyu mtu anaishi hapa ni chupa tu zinatupa kwa dustbin, lakini hajawahi muona. Na anakujanga usiku na anatoka asubuhi sana. Anashindwa huyu mtu anakuanga hapo. Bwana Yesu asifiwe. Roho, the strong man. Utajaribu kupiga tu, utatamani, lakini strong man amesimama ndani ya maisha yako. Anakuamulia, anasema kwetu mambo yaendaje namna hivi. Kwetu watu hawaishi vizuri namna hivi. Kwetu watu hawafanikiwi. Kwetu watu hawainuliwi. Ikiwa ndo hichi watu wa kwetu hawapiti, wewe utapita vipi? Amesimama, anakuchallenge asubuhi na mapema, anakuchallenge na jioni. Amefanyika warrior ndani ya maisha yako, anakupiganisha na kukutesa. Haleluya! Leo lazima kila mmoja ambaye amesimama ndani ya maisha yako, lazima umkabili. Usimame kama Daudi, useme kwamba wewe umeniandama, wewe umenifuata, wewe umezuilia baba yangu asifanikiwe, umezuilia baba yangu akuwa mtu wa maana, lakini katika jina la Yesu mimi nitakuwa mtu wa maana. Mimi nitaweza kupasiu, mimi nitaweza kupita kiwango hicho katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usicheze na strong man. Usicheze na mtu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Strong man wachana na yeye. Wachana na strong man. Asipokabiliwa hata mfalme anakimbia mbio. Na watu wamesoma, wana elimu nzuri, lakini strong man amesimama. Anasema hiyo karatasi zako labda utaendea choo. Hakuna ofisi katika hii Kenya ambayo utapata kazi. That is a strong man in the village. Watu ambao wakubarikiwa walichora wakasema kwamba kwenye hii familia watu hawasomangi, na hata kama umepasiwa kusoma karatasi zako zitabakia hazina maana. The strong man in the village, the strong man in the church. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakuja tu pale mjini, kijijini hapo mahali unakaa, wanaanzisha duka. Kipindi cha miezi miwili mitatu wamefanikiwa, biashara imesonga, imeenda mbele. Wewe ni kung'ang'ana, unaleta komena, unaweka vitu vya soko, sijui unapambana hapa na pale. Miaka miwili mitatu imepita, hakuna chochote ambacho kinaendelea. There is a strong man in the area. Kuna mtu anaitwa the strong man, ambaye ndiye anayekuzuilia, ambaye ndiye anayekupinga, ambaye ndiye anayekukatiza. Mchana wa leo ni lazima usimame kwa mamlaka, ukabiliane na mtu anaitwa strong man, achane na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe.
Nimekwambia alinunua gesi. Na siku hiyo hata sikusema. Unajua kuna kwa uchokozi kile. Mume msiba mpaka mimi nikununulie gesi. Haleluya. Huwezi kujinunulia mpaka mimi nikununulie gesi. Yes. Matokeo tulibaki tunatumia makaa. Hali zikawa vile vile. Because the strong man ndiye anayetawala. Unaniambia kwamba utatoka kwenda kuokota vifufu. Kuna mama mmoja ni mke wa mchungaji. Tunasomanga na yeye huko. Huwa hata nimechukia kutembea na yeye. Ukitembea yuko hapo ni mfupi, yuko pole pole. Akiona kachumba shako ataweka kwa beki. Akiona chumba shako, hata hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mtu amekaa tu mahali, analetewa chupa tu nyingi. Anauza. Nikamuuliza hizi chupa unafanya nani? Na kusanyanga siwe nyingi, kuna mtu huwa anamuuzia. Shetani ashinde. Bibi wa mchungaji unaokota makopo. Mke wa mchungaji kwa Mombasa unaokota makopo. Mume wako ni mwalimu, mume wako ni mchungaji, mume wako ana shule, bibi unaokota makopo. The strong man is in the area. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kukuruhusu kuishi ile comfortable life yako ambayo unatakana. Na nobody has challenge. Hakuna mtu amejaribu kuchallenge. Huyu strong man ataendelea kuweko not unless kutokea mtu ambaye atachallenge. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mkono wako sema huyo mtu ni mimi. Sema huyo mtu ni mimi. Sema huyo mtu ni mimi. Okay, hiyo neema kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyo alikuwa na watatizo watu na kwa challenge. Asubuhi na mapema. Nimesema kwa kila familia kuko na strong man. Hata kwa makanisa haya ambayo yako hapa Soweto. Yote there is a strong man ambaye anaoperate. Huyu ni mwanamke. Na kweli ambaye anaoperate. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu mlikuja hapo mapema, unaelewa. Kuna kanisa iko hapa. Hata kama imejariwa leo kwa na moto sisi hakuna. Unakumbuka ilikuwa inakaa mpaka hapa. Wakati mlikuwa hapa mwanzo. Kulinionea hii. Hii mambo inaongea ilikuwa. Wakati hii partition ilikuwa bado iko hapa. Wamekaa huko wamejazana na watoto kwa mgongo wengi wamesumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Hata mwakao wanasema kwamba tunataka kuoccupy pande hii. Tukatishika, tukajenga hapa. Tukasema wasipate nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Nini nilitendeka? What happened? Pikipiki zilikuwa zinavuruma zinakuja zinasimama. Ndio ibada hizi zinafanywa mpaka kwa corridor. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa muda tu strong man akasimama akasema kwamba wewe na baada alitoka alikuwa anaendelea vizuri, maana alikuja na wingi wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Akajipa moyo akajua hapa sasa nitafanikiwa, nimepata kiwanja. Kama tumetoka kwa darasa na sasa tumepata kiwanja, hapa lazima twende mbele. The strong woman of Soweto akawa amesimama anasema welcome my dear, welcome, nitakuonyesha I have an experience. Mimi ni champion. Nimenyamazisha kina ya, nimenyamazisha kina nani, nimenyamazisha kina nani. Karibu nikuonyeshe kazi. Na kama wewe una nguvu za kuniweza, njoo. Haleluya. Amen. Pole pole. Pole pole. Jumapili, Jumamosi ilikuanga ni praise and worship. Kwaya iko hapa. Usiku kukesha hata usiseme. Hatupumui. Iko wapi? Alikuwa ni mwanamume wa maono. Na watu walikuwa wameamua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini the strong woman of the area. Kuna kanisa liko pale. Nyinyi hamkuona ile kanisa ikija. Upendo fellowship. Ibada ni 24/7. Wenye walikuwa hapa mlichoka na kelele. Kelele za fika bakarani. Vinanda viko pale usiseme. Kama kuna generator papa. Generator. Ukipita imechekwa pale. Kuna kitu nataka unielewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nataka usikie. Wewe ambaye ni mwanadamu, wewe ambaye umekaa, wewe ambaye umetulia, hautaki kupambana na strong man, unasema kwamba mahali niko nafuu. It is just a course of time. The strong man uliweka amekupa tu time. Anapiga maraundi tu kidogo. Haleluya. Wale mmetangulia nimewaambia pigeni maraundi kidogo. Anapiga maraundi kidogo. Atakuja. Nimekwambia baada ya kupambana na ile kesi ya gesi katika nyumba
zilikuja zikaramba asubuhi moja, zote zikaondoka, zikachukuliwa. Tukarudi pale penye tulikuwa. Ukitaka kujua the strong man yuko katika area, una repeat katika yale mambo ambayo ulikuwa unapitia. Na huyu strong man anakujanga after 20 years katika maisha. Unakuta akikemewa vizuri akiondoka, 20 years zikipita, anakuja tena, anatokelezea. Na anakuja na vile vile amejigeuza katika nguo zingine, lakini ni ile ile. Hakuna kitu kimeanza. Chenye unapitia saa hii ni hapo nyuma hakukupatikana Daudi akakabiliana na hii ufalme akamalizana nao. Amen. Amen. Kama kuna ndoa inakusumbua, haianzi na wewe. Kuna mahali ilianzia. Strong man alisimama akasema wanawake wa hii ndoa wote watakuwa wakiolewa wakirudi kwao. Haijalishi ni warembo kiwango gani. Back to the center. Na watu wakatulia. Na strong man akapata nguvu. Unajua mtu tunadili na yeye yuko na experience, ni champion, ni shujaa. Wenye wamekuwa hapa nimesema shujaa ni mtu ambaye amepigana vizuri, anapata mshindi. Akisimama unasema yes, huyo usicheze naye. Bwana Yesu asifiwe. Unasumbuliwa na nini leo? Hiyo vitu havijaanza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Vita hivi ambavyo Daudi amekutana navyo vilianza na Sauli. Sauli alishindwa. Hata wakati Daudi ametokea, wakawa wanasema jamani, nifanyeje? So, the church was here. Bado iko hapa. Kanisa ilikuwa inawika. Mara ya kwanza moto walikuwa wamechukua somewhere hapa. Kuna nyumba moja ilikuwa hapo walikuwa wanaishi. So waya ilikuwa imepitia chini, ikawa inaenda mpaka huko. Kanisa lilikuwa 24/7. Watu walipigwa hapo. Watu walifukuzwa hapo. Haleluya. Leo Mungu asaidia. Pamoja na backup generator tunapiga makofi kama wao. What happened? Sisi hatujawahi kuona. Tuliwahi kuona kwa generator sisi. Tulikuwa na maono ya generator. Usituone hivi. Amen. Tushawahi kuona kwa generator kakaida. Unakumbuka? Asubuhi moja kakarogwa. Tukamana mpaka kambe kakatika ndio mwisho. Haleluya. Roho ya mfalme, watu ambao wakuendelea. Wewe ambao unasema basi si kanisa ilikuwa generator. Tulikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna generator nilienda kununua. Wakati huo kalikuwa kana 7,000 shillings. Nilienda nikanunua wakati tuko na kanisa kule. Tulikuja. Na sisi sasa tukawa tupumui. Hadi na sisi pia tunaweka open air. Tuko na backup power yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini tukajisahau kwamba there is a strong man ambaye amesimama. When the time tutarudi pale mahali ambapo tutakuwa. Kuna mtu anajaribu kumsaidia. Amen. Kuna mtu anajaribu kumsaidia. Amen. So, tukawa na kale kakema. Asubuhi moja nikajaribu kugangania hapana. Nikajaribu hapana. Nikasema labda sina nguvu. Kuna brother mwingine alikuwa hapo kidogo mnono mzito. Akaja akakanyaga. Akavuta kama ikabaki kwa mkono. Sio ikawa inaisha. Yes. Haleluya. Mwisho wa generator. Tukaanza kuomba moto sijui kutoka nyumba ya 10 huko. Tukakuja kutumia. Tumerudi pale mahali tulikuwa. Hatuhesabiki tena. Bali pale nilikuja kubariki napo mtu. Sijui alikatumia ama alifanyaje sielewi. Sikuona akitumia. Haleluya. Amen. Strong man. Mtu ambaye yuko strong. Atakupa nafasi kidogo. Utapata mchumba, utaolewa, utaoa, utaanza safari. Lakini usipoamka kukabiliana na yeye, matokeo ni yale yale. Unarudi pale pale. Watu wanashindwa. Na wewe si ulikuwa. Hiyo nilikuwa. Lakini sasa ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. The strong man. The power is strong man. Leo nimekuja kukuambia. Lazima usimame kwa imani. Lazima usimame kwa mamlaka. Tuaribu the strong man ambaye anafanya uongozi ndani ya maisha yetu. Ambaye ndio kusema ndani ya familia, ambaye ndio kusema ndani ya hiyo ndoa, ambaye ndio kusema ndani ya hiyo biashara. Tualimu hiyo strong man katika maombi, amalizike aishe ili tubakie tukiwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna kitu nimekuwa na tafakari asubuhi madam. Haiwezekani. Kuna watu wako hapa. Heti nyumba nimekaa miaka mingi. Ni mwaka wa 3 sasa. Wewe unaona tu nimeomba nikukaa mahali kwa nyumba miaka 3.
unajeneretia mtu tu miaka 30. Hata 5 years is enough. 5 years kama unalipa shilingi 3,000 kwa miaka mitano, pesa ngapi? Malaki ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa mwaka moja ni more than 30,000. Kwa mwaka moja ni more than 30,000. Mwaka mwingine mpaka mitano ni malaki ya pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu kuna strong power imekukamata. You cannot move. Kuna kituko mimi nimekiona asubuhi ya leo, nilikuwa na tafakari. Haiwezekani. Mumenichania hapa pesa kwamba mnataka mihanga. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana wale ambao mmefanya hiyo kazi. Lakini sasa kizungumkuti niko hapa. Nyumba ya kwanza mlienda kuiona, baba mlienda kuiona. Ashakoni wale walienda kuona nyumba iko hapa. Kuna mmoja alibahatika kwenda kuiona hapa. Wakati sasa huyu anataka alipe hiyo pesa, kukatokea kizungumkuti. Mpaka ulipe miezi mitatu. Si ndio hivyo? Pesa ya miezi mitatu ilipo. Tukarudi, wacha tuchake chake. Mama ana bidii, akapita akapata nyumba nyingine hapo. Iko pale na gate. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi walienda kuona hiyo? Bado ni mimi mmoja. Basi nyumba nzuri. Ukatokea. Huyu akaamua akalipa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Hata tukatumiwa kwa grupu tukaambiwa kwamba nyumba imelipwa. So pastor anangoja hame. Aende mahali kuna gate. At least naye amegated pastor. Hallelujah. Amen. Amen. Kuja kumuulizia huyu, baada ya huyu kuniuliza mambo ya nyumba ni vipi, nikamwambia tena warudi kwangu. Na wewe ndio ulikuwa na mambo ya nyumba ni vipi? Nikampigia pastor, pesa zilirejeshwa kitambo 28,000. Wewe ushawahi ona mtu anatafuta mpangaji anapewa 20,000 na anazipa rejesho, anasema mimi nimeona mkanisukua sana, unataka kufanya nyumba yangu kuwa kanisa na mimi ni Muislamu. Bwana hatuna kanisa. Sisi tuko na kanisa hapa mpaka imetuchosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikasema wacha niende. Juzi tukapata nyumba nyingine hapa. Na mama mnienda kuona ile hapa. Na Yesu yenda subenda mkono. Nimesikia ulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa hapa. Watu walikuwa ni vile wananisikiliza vizuri. Nisikilize kwa makini. Sawa, walienda wakaona nyumba. Tena siku mbili kwa pamoja. Wengine wakapendekeza hii, wengine wakapendekeza hii. Bwana Yesu asifiwe. Ukatokea tena changamoto. Haiwezekani. Mpaka dakika hii. Asubuhi ya leo nikaamka nikasema kwamba nilikuwa usiku wa leo wakati niko hapa. Wakati Mungu amenipa hili neno, nikanotice kwamba there is a strong man. Nimpe tu faida ya kila shilingi 8,000 kila mwezi. Akisema wewe ni mpangaji mzuri. Baba wewe hata ukichelewa sina shida na wewe. Anajua wewe utalipa. Ananipembeleza, nikimpa faida, nikiendelea kukaa kwa vitu vilivyooza, nikikaa katika mazingira ambayo hayafai mimi kukaa, kwa sababu there is a strong man ambaye ni wa uharibifu, amesimama ndani ya maisha, hawezi kuniruhusu nikae maisha mazuri. Baba alikuwa hapa, alikuwa anaishi kwa karumu kamoja, mimi nimezaliwa kwa karumu kamoja, katwele kubaite. Bwana Yesu asifiwe. Kana mlango miwili midogo inafunguka kama hii, lakini tumlango tu ambao unakumbuka tunafungwa na mbao na muda hivi, kifungo yake ni hapo, mbao ndio inaingizwa hapo. Hiyo ndio milango tulizaliwa. Dari ni ya kumimina, sio hii yetu ya asili. Dari imewekwa mikoko, imewekwa udongo juu, hapo ndo tulizaliwa. Baba hakuwahi kuishi kwa nyumba ya room mbili kuendelea, hakuwahi kuishi kwa nyumba ya pamoja. Choo mnashare moja, bafu mnashare moja, korido mnashare moja. Ukipita hivi mama wa Kiswahili anafagia, anasema kwamba unaweka uchafu. Hayo ndio mazingira baba yangu alinilelea ndani. Hiyo ndio madhabahu ilimkamata. Huyo ndio strong man alimshika. Imefika mahali sasa na mimi nataka ni upgrade. Ninaona hii maisha ya pana, nataka ku upgrade. Yule strong man amesimama, anadai, anasema watu kwa hii familia hawaishingi hivi. Haleluya. Amen. Na kupiga kifua. Alisema kama wewe waweza toka, wacha tuone nimeholikiwa. But today, leo tutapigana na strong man.
Jumapili ijayo unitafutie mahali nitatokea. Maana kila strongman ambaye amesimama ndani ya maisha yangu lazima tumpige tummalize. Kuna mtu namsaidia? Amen. Kuna mtu namjenga? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unanipata vizuri? The strongman. The strong. Nikikujua sijui ulikuwa unaishi. Na sasa sijui unaishi vipi? Unaweza nini nakuzuia? Sio kupenda kwako. Unapenda tu kukaa vizuri. Kama kuna mtu anajipenda dunia hii wewe. Miaka nimekaa na wewe. Yaani nikitoa experience yako, wewe ni mtu wa kujipenda. Mwache huyu. Usiniulize baada ya ibada anajipenda nini. Mimi ndo najua. Kuna mahali tunakutaniana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwache hivyo. Lakini ukijaribu kwenda kwa nani? Yesu ni Bwana. The strong man amesimama. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni maisha si yako. Wewe ukazue hivyo. Na anasema mimi na experience. Kama mtu alizuilia mama yako akuishi vizuri. Kama mtu alizuilia baba yako akuishi vizuri. Mtu alizuilia mjomba yako akuishi vizuri. Wewe ni nani? Wewe ni nani usimame mzuilie? Wewe ni nani utapigana na yeye? Mtu ana experience, anaitwa champion, anaitwa shujaa. Kuna mtu ananielewa? Amen. Amen. Yao mnakaa. Jumapili tuendeleza Yesu ni Bwana. Mimi niko kwa kanisa ya maombi. Mimi najua hii shida yangu nikienda tu kwa kanisa mara moja Yesu atafungua. Ndio. Lakini mpaka lini utakuwa unafunguliwa ukirudi pale? So we are joking with the strong man. Leo nataka usimame kwa maisha yako. Umwambie huyu strong man ambaye alisimama ndani ya maisha yako, hakuachilie, atengane na maisha yako. Uwe huru. Haleluya. Haleluya. Kuna mmoja hapa alinunua gari. Tuliona gari hapa chochi. Wacha tumisengenye kidogo kwa vile hajakuja. Nani ana salamu zake nijue kama ni kweli ama ni kweli. Mmoja ana salamu zake. Hakuna. Kwa hivyo tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya kipindi gari bado halijanunuliwa. Wacha maneno. Pasa nimeona gari imekuja na nimesikia Mungu akiniambia hiyo gari ni yangu. Kikao hapa. Mimi naona labda nikinunua nitamalizwa. Sijui nikasema gari yende inunuliwe nikuze. Gari ikakuja hapa. Wacha yale yaliyotokea. Mara dereva ameenda na matairi. Mara sijui dereva amekatana ufunguo. Mara sijui nini. Basta, umekaa kidogo ndio unataka kukoroga simu. Yatoka wapi kiongozi wa ibada? Wasemaje mama ibada watu wanakuja? Hapana pasta. Sio mambo ya ibada. Dereva amekimbia na matairi hata anaenda kwa chifu. Pasta, tangu jana sijampata na ina bongoni pole. Kwa nini kitu ni mpya? Hata haijamaliza mwezi mmoja imeanza maneno. The strong man in the family. Mtu ambaye hakuwa na gari, mtu ambaye hakuenda umbali, anasumbua, anasema haufai kuwa na hii. Amen. Mtu anamsaidia. Amen. Nikakuja juu. Nikasema hiyo gari kama imekushika nipatie, nitakuwa na kurudishia kisangu kidogo. Mimi nitamani shi. Umenichosha. Sasa mimi nataka kuuza. Kama uko na 480 unipatie. Bwana Yesu asifiwe. Nikamuuliza umenunulia nani? Nilikutuma wewe ununulie mimi. Nilikwambia sipi mahali magari yanauzwa. Bwana Yesu asifiwe. Si kupenda kwake. Mtu huyu alikuwa na maono. Mtu huyu alipenda. Mtu huyu alitamani. Na akasema ni vyema niwe na gari. Na akaenda akanunua gari. Akawa nalo. Lakini the strong man in the family akasimama. Akasema watu wa huko wanunuangi magari. Hata viatu uone hawavai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The strong man. Sijui kama kuna mtu ananifuatilia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The strong man. Haitaki mchezo. Ni champion. Ni shujaa. Goliath alikuwa shujaa. Anakuja na kipiga kifua. Anasema kama kuna mwanamke yote anaweza kucheza na mimi akuje. Anaweza kupigana na mimi akuje. Haleluya. Amen. Kanisa imekuwa pale.
Iko baba. Jirani yangu. Naongelea sasa madhabahu ya Soweto. Roho ambayo inatatiza Soweto. The strong woman in Soweto. Ukiwa hapa ujue. Bwana Yesu asifiwe. Kila enda iko na territory spirit. Na iko na territory spirit. Inasema watu wa aina hii walikuwa wanaenda hivi. So ina fight. Bibi alikuwa mzuri wa Kikikuyu na Bwana akastimuluya na Kikuyu wakapendana. Nikiwajua walikuwa na katoto kamoja. Nilibahatika kwenda kwa nyumba yao. Nyumba iko na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi moja Kinyumana. Mwingine akaenda Bobo, mwingine akabaki hapa. Harusi ilifanyika hapa ya katoto kadogo. Kama miaka 17 sio 19. I don't know. Harusi ikafanyika. Washirika wote wakasema hapa. Kanisa ilikuwa imekwisha. Ingine hiyo yenye nimesema. Sekretari ka kanisa na pasta kwa bibi akaenda akapata. Ni nini inaendelea? Si kupenda kwa pasta. Si mapenzi yake tuweze kumpiga vita hapana. The strong person ambaye wewe unamneglect, unamchukulia kwamba mimi ni mtu wa maombi. Mimi no. You have to challenge this person. Bwana Yesu asifiwe. You have to prepare spiritually. Na ungana wao ambao uko hapa unasema hapana. Mimi naona Mungu amenibariki. Mimi naona nimepita kiwango. Mama usiseme ati niko kwa nyumba. Ati nimetoka kwa baba kupangisha. Ukaelekeza maombi. Sasa nimekwambia kesi ilinunuliwa. Mara kwanza Simba ikawa inanuka harufu nyingine ambayo hata sijui nisemeje. Tumetoka kwa machifu. Asubuhi moja nimerudi kwa mtoto. Unanipata? Haijalishi umechukua miaka mingapi. Haijalishi unaendelea vizuri kiwango gani. Tunaongelea kuhusu the strong man. Afungwe, akatwe, aondoshwe ndani ya maisha yako once and for all. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilipita huko. Ninataka niko na nyumba na nilala vizuri. Basi vitu vya kupangisha sasa hiyo nilisha nyumba yangu hata nikusikia ushuhuda mmoja Mungu akubariki kuinua. Ukija kwangu ni kama nyani. Nashukuru. Na sijasema unikaribisha sasa. Hapana, ni ushuhuda. Amen. Naomba kupita nyani sasa kwende na migunda karoti. Utoke nyani kwende huko. Amen. Lakini vifanyike kwa makosa. Huyo mama nishaingia kwa nyumba yake akianza maisha. Unakumbuka kale kitu? Asikene tu. Ndio kusema. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni mama alikuwa amenona kuliko hapo. Akipita huko nje anakuwa ameduka marashi mzuri. Unasema huyu unatamani nifike mahali anakaa. Ukifika mpaka nilikuwa naingia na viatu kwa nyumba. The strong man amesimama. Majirani wako kinyume na yeye. Akionekana nje huyu ni malaika, huyu ni mheshimiwa, huyu ni MP. Ukienda kwa nyumba ni mashaka. Mungu amekukumbuka kwa maombi. Umeinuka umefikia pale. Don't lose. Ukasema mimi hapo nimepita. Anafanya tutaini. Endelea wako. Anakupiga anakuelekeza polepole. Nasema wacha tumlekeze. Achukulie kwamba yuko sawa. Sikale kamchukua hata kamepata kazi. Nyanya utakutumia credit. Ni kwa relax huko utasema shida. Ni habari kwanza ni na jibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa limebaki pale. The strong man alikwambia. Nilinawiri nikafanya hivi. Asubuhi saa moja wewe unaenda kufunga vyombo, ibada ya kwanza ishamalizika. Pastor amealikwa kutoka neno evangelist kusema. Sio hivi kanisa yetu ya chapati na maharagwe ya Bwana. Ametolewa kwa kanisa, gari imesimama hapo imeandikwa neno. Mpaka unashtuka. Nasema huyu mtu amepita. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi moja tulipaka macho kana kwamba tunasikia. Kwa nini? The strong man anakamata. Katika kuharibu ndoa na kuharibu makanisa. Kuyafurukisha ya Mungu. Kutoka huku juu
mpaka huko chini. Hakuna kanisa ambalo linaendelea vizuri. Roho aliyesema amesimama akasema kwamba tunataka kupigana na hii roho. Hiyo ndio maana utakuta mtu anakuja hapa. Wapendwa, napenda hii kanisa. Mimi Mungu ni mwema. Yale mambo amenitendea hapa wapendwa. Msicheze na ukisikia msicheze na hii madhabahu. Hii madhabahu ni ndogo lakini msidharau hii madhabahu. Wapendwa, hii madhabahu ni kimbilio hata sijui. Anakuambia kwamba anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Sio kupenda kwake, ni kwa sababu ya yule strong man. Haruhusu watu wa mambo kama yale kukaa hapa. Haruhusu watu wa viatu virefu kukaa hapa, maana watainua maono ya mali hapa, na yule strong man hapendi ainuke. Na leo nataka tusimame tumwambie kwamba aondoke, achane na sisi, tuwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unasikia wakati mwingine uko tu nyumbani, lakini unasikia tu kuja kanisani. Ama baada ya kuja kanisani unasikia wewe usalimia baba. Soma amekushika. Wengine unasikia unajifuta tu, unajifuta. Atakuja kwa ibada unajisukumiza. Si kupenda kwako. Soma ni ndio family. Anasema ukienda pale mahali naona ukifunguliwa, naona ukiwekwa huru. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine ukija kwa kanisa ni kulala. Wako hapa. Hata sasa hivi chani na 300. Waine ni kulala. Niangalia watu wanaenda miani. Next ni kulala. Hawezi kukuruhusu usikie neno. Bwana Yesu asifiwe. Ni miayo. So umeamka sasa hivi. Sisi sasa hivi umetoka kwa matandiko. Anasema wewe ukisikia ujumbe utabarikiwa, utafunguka. Na mimi sitaki ufunguke. Anakusababisha ujumbe na kusababisha ulaya. Mahali ambapo kuna neno la kufunguliwa, usicheze na yeye. Ni strong man. Bwana Yesu asifiwe. Ni strong man. Jina la Bwana litukuzwe. Maandiko yanasema kwamba kukawa kuna mtu ambaye alikuwa anaundwa, anatengenezwa mahali, naye anapatiwa experience. Anaambiwa kwamba mahali ambapo unaenda kuna mtu nataka ukamwangushe. Huyu mtu ameshinda ukoo, huyu mtu ameshinda familia, huyu mtu ameshinda taifa. Ninakuandaa kwa ajili ya hayo madhabahu. Kama wewe umekuja hapa asubuhi ya leo, Mungu anakuandaa kwa ajili ya hayo madhabahu. Haya mambo yalishinda nyanya, haya mambo yalishinda mama, haya mambo yalimchenga babu. Mungu amekuleta hapa ili usimame kama Daudi, ukanushe jiwe lako moja, ikamalizana na huyu strong man. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mpaka usimame. Daudi alitrain msituni. Anakwambia kwamba ndugu alikuwa anakuja na simba. Wanashika mtoto wa mbuzi wa baba yao. Mimi ninampiga. Ninamuua simba na ndugu na nyang'anya mwana simba. Hakika huyu naye alikuwa ni shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Goliathi ambaye anakupiga anataka uwe na experience. Anataka uwepo na kitu utakachomwambia. Anataka uwepo na mambo ambayo utamtishia nayo. Aelewe kwamba hakika huyu mtu nina dini naye sio kawaida. Umwambie kwamba mimi ni mtu na keshana kwa kanisa kwa maombi. Umwambie kwamba mimi ni mtu ambaye ninaombana 2 hours. Listen to me, church. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kukaa hapo ukasema kwamba ati mimi nitafaulu. Auombi maisha ya mtu ili yafanikiwe. Kwa nimesema tufunge simu. Leo saidia. Nilisema simu siweke hofu. Hata kama kuna msungu ndiye atakutafuta. Baada ya ibada atakutafuta. Tunataka tuongee na msungu wa juu. Yeye atatupa connection. Kwa simu yako ndio kando natoka ipenda. Tuko katika vita. Mungu anataka akupatie simu moja nzuri sana ambayo utakuwa unatumia remote kwa connect. Sio vidole itatoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona kuruhusu usikie neno. Samba. Nasema wewe ni yako simu kidogo. Na kuna kitu unaangalia. Hakuna kitu. Amen. Kuna mambo ambayo atakufanikiwa. Amesimama. Daudi alikuwa na experience.
Huwezi kufaulu katika maisha ikiwa wewe umekaa tu. Kuna vitu vitatu ambavyo vitakusaidia katika kufaulu kwako. Kitu cha kwanza, uwe mtu wa maombi sana. A prayer person. Kuna mtu unamsaidia? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wewe sio prayer person, uwe mtu wa kufunga. A fasting person. Kwa wiki hakikisha umechukua siku zako 2-3. Umejiweka mbele za Bwana. Ninakupatia formula za kuangusha the strong man. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda una hisia zako zinakusumbua. Ikifika saa 4 mpaka ukunywe kwa chai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wana matatizo. The strong man amesimama. Siku umesema kwamba leo nimefunga. Kutoka asubuhi ikifika saa 4 umekula zako saa 6. Hiyo break hujafika saa 10. Unasikia kula. Kifungo kiko juu yako. The strong man anasema kwetu hawafungangi. Ukifunga mtafaulu, amekukamata, amekushikilia, amekuandama. Kuna mtu unaanza naye kufunga. Ikifikia saa 4, hapana. Baba hata anakushukuru sana. Sikia tu maombi yako. Sambu saa 4 na ukoka to 6. Zote shakuru. Kufikia saa 4. Bwana Yesu asifiwe. Huyu atone strong. Kima mkamata ndani ya maisha yako. Ni lazima usimame. Ushindane na ufalme huu. Nimesema kwa kuomba sana. Sio kuomba tu. Kuomba sana. Namba 2, kufunga. Yesu akasema mambo mengine hayawezekani ila kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, madhabahu. Dhabihu zako kutoa katika madhabahu. Ninaweza kuwa mimi sina nguvu ya kufunga. Mimi mambo ya breakthrough ya maombi inanitatiza. Lakini ninasema ninachukua shilingi 5,000. Ninachukua shilingi 2,000. Ninachukua shilingi 3,000. Ninaweka katika hii madhabahu. Baada kupitia kwa hii, ninanyamazisha strong man katika maisha yangu. Ninamlaza, umempiga. Haleluya. Amen. Lakini wewe kutoa utoi, kufunga ufungi, kuomba uombe. Unategemea maombi ya apostle. Unategemea maombi ya pastor. Yes, we are here because of you. Lakini hao watu wote ndio wanatutegemea. Kuna wengine watusho ni wako kule nje. Mwingine anitumana simu kutoka Nairobi. Pastor, nimeweka sadaka yangu, mimi niona kama sisi kakaingia. Nikafikiria nani huyu amesahau. Nikaambiwa simu. Pastor, hiyo nimetuma sadaka yangu, nikumbuke kwa maombi. People know how to fight. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunarudi ana kanisa. Lakini alipokuja hapa kaona yale maombi vile yanamsaidia, ni distance tu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kwamba lazima nisimame. Vita ni vingi ndani ya maisha yako. Biblia yenyewe hii imejaa vita. Kama kuna kitabu kimejaa vita, kinafundisha kuhusu vita, kinaongea kwa ajili ya vita, kilitungwa kwa ajili ya watu kupigana. Hii kitabu ya Mungu kutoka mwanzo mpaka mwisho kinaongelea kuhusu vita. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili nikasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu umepigwa vita. Bwana Yesu asifiwe. Na wenye nguvu ndio watakaopata. Usiniambie kwamba mimi naona nimepiga. Usiniambie mimi naona nimepona. Kuna mtu hapa alikuja amepona. Maisha yake yalikuwa ni mabaya. Mungu akamuinua akawa juu. Akaanza kufanya mambo yake. The strong man akakuja akasema hapana, usiniletee Bwana. Hapa penye umefika tuna uwezo wa kukurejesha kwa babu yako. Amerejesha mpaka kwa babu. Baada ya nilipigia simu nikamuuliza, nataka nikuona. Akaniuliza, "Twaonania nini? Baada ni nini? Twakutana kwa lengo gani?" Yes, the strong man. Na mimi roho ikatoka. Najua tuwezi ishi kukupembeleza. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuita baada ya tiamu, nimekuita. Tuongee, nataka upole. Na kupigia simu, credit ni yangu. Halo, habari yako mzuri. Naomba nafasi yako, nataka kuonana na wewe. Kuhusu baba, wewe ushakuwa mkubwa. Mtu akikupigia simu akwambie anataka kuonana na wewe, alafu yeye akujibu kwamba akuulize kuhusu, huwa inamaanisha nini? Yaelewa? Nisaidie. Nimekupigia simu, nataka tuonane. Sawa? Uniambie basi na tuonane kuhusu.
Amen. Inamaanisha nini? Hayuko tayari kukutana na mimi. Ama hicho chenye ulikuwa unataka tukutane ukiongelea tu masimu story isha. Ama sitaki hayo maneno yako. Nisikia unapigia mtu anakuambia kuhusu appointment inahusu nini? Agenda. Huyu anakuambia kwamba sina kazi. Utakuwa unaniangalia. Hayuko tayari. Mtu mwenye yuko tayari anasema hata saa hii naweza kuja. Bwana Yesu asifiwe. The strong man amesimama. Ukijaribu kwenda mahali pa msaada, anakuambia hapana, muda wako umeisha, yule mtu atakumaliza. Anakufunika macho usione ile faida ambayo ulikuwa nayo. Anakupa sababu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine alikutanwa nayo akasema, hiyo kanisa ina maneno, hiyo kanisa ina maneno. Yes. Na mmoja alikuwa hapa. Walikutana na mtu head on collision. Anaingia na yeye anaingia. Kuna nini? Hiyo kanisa ina maneno. Sisi tumevumilia maneno tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kanisa ina maneno. Kuna ndoa zina maneno. Kuna biashara zina maneno. Kuna mambo dunia Kenya hii ina maneno. Tumehama. Tunaondoka. Hatukuja kufuata maneno, tulikuja kufuata nini? Neno. Na kama tulikuja kufuata neno, tuko hapa kwa ajili ya neno. Wewe ukiwa na maneno yako, mimi nitakupa neno. Wewe ukiwa na maneno yako, mimi nitakupa neno. Nilikuja hapa nikupatie neno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama kuna mtu alikuja hapa kupata maneno, atapata maneno. Lakini mwenye alikuja kupata neno, neno litaki. Bwana Yesu asifiwe. Nataka usimame kwa ajili ya mamlaka ambayo Mungu amekupatia. Huyu strong man ambaye yuko ndani ya maisha yako, ambaye alipewa nafasi na watu wa zamani. Daudi anakuja kukutana na huyu mtu, anakokota mawe matano. Tafsiri ya mawe matano nitakupatia siku nyingine. Katika mawe matano anachukua jiwe moja. Nisikilize, niangalie vizuri. Wewe ambaye maombi yako ni ya kuomba polepole na kutulia, tunaitanga maombi matakatifu. Daudi akasema, nitakuovercome kwa jina la Yesu. Ninaona akifanya namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Nikuuliza habari yako. Jumapili tukiomba hapa, niliona ukifanya hivi. Ulikuwa unaelewa kile unafanya? Unaelewa? Tuliposema kwamba tunataka alikuja kwa nguvu, tunamtoa kwa nguvu. Tulikuwa na wewe hapa. Ni vile picha haikufika. Tumekuonyesha sasa. Ulikuwa hapa, ukawa umesimama. Mlimuona? Ungemwona hapo na wewe uko umeona. Lakini kuna wale wa CCTV walikuwa hapa. Habari mnazo. Bwana Yesu asifiwe. Niliona huyu dada alinitia moyo akanifurahisha. Alianza kudili na huyo mtu. Kudili, ulikuwa mgonjwa uliendelea. Zuri kwa. Bwana Yesu asifiwe. The strong man ambaye alikuwa amesimama, aliamua kudili naye. Ile kitu ambayo Daudi alikuwa ameshika kwa Kiswahili inaitwa nini? Yaitwa nini? Wewe si Mswahili, Rabai ilishukia hapa Biblia. Aliweka jiwe, akashika na mnaji inaitwaje? Soma hapo kwa Biblia. Daudi alifanya kazi hapo 17 kushuka huko, tafuta hapo mahali. Tujue hiyo kitu inaitwaje? Ilikuwa hivi. Kombeo. Kuna kitu inaitwa kombeo. Kombeo. Tusomee hapo kweli kwa haraka na watu wameisha. Umepapata? Simame asomeke kama tuko juu. Daudi akaweka jiwe la kwanza katika kombeo yake. Kuna mahali kombeo ndiko hivyo. Nani amepata haraka haraka? Hakuna. Hii network leo imepotea. Kuna mtu amepata? Samueli wa pili 17. Samueli wa kwanza 17. Mungu cha 18. 48. Yule Filisti aliposogea karibu ili kumshambulia Daudi, Moja.
Samueli wa kwanza 48. Haya, tusome. Nasema yule Filisti aliposongea karibu ili kushambulia, Daudi akaenda mbio kuelekea safu ya vita sita na tatu, akatia mkono wake mfukoni na kuchukua jiwe, akalirusha kwa kombeo, nalo likampiga yule Filisti kwenye paji la uso, nalo lile jiwe likaingia chini kipanjini pa uso, akaanguka kifudifudi. Bwana Yesu asifiwe. Aliweka jiwe katika kombeo. Kombeo ni kitu ambacho unaweka mguu mmoja hivi mbele, mwingine nyuma. Jiwe limewekwa ndani. Niangalie vizuri. Akawa anapeleka namna hivi. Sio mchezo. Unaenda time halafu unachimba. Nikienda nimeenda na shaba. Nikalenga hapa. Mdudu akaanguka chini. Historia ikaisha. Familia yenye ilipata haikusumbuliwa. You have to stand your ground. Hivi vitu visiridi watu. Haya mambo ya kuhangaika yasikatize watu. Kuna watu hapa, kuna upande wamesimama ndani ya maisha yao. Mtu wa nguvu amesimama, hawezi kukuruhusu ukaishi vizuri. Kuna mambo nimekwambia, nimetamani kuhama, pesa imewekwa kwa watu, imeregeshwa. Naambia kwamba wewe unatakana tu kae hapo, ulime mchicha, ulime na ninio. Inaitwaje? Sebebe. Watu wa shirika wanapenda sebebe na hiyo. Ukija hapo umewatulia kidogo, wewe utaenda wapi? The strong man amesimama, ananipumbaza, anasema wewe lima mkunde na sebebe, shamba iko hapa. Mpaka mwenye shamba akaja akasema sikulime pote hapa. Mmesikia mama akitoa ushuhuda akisema kila mahali naambia mpaka kwenda kwa kiwanja hapo. Yes, nilime sebebe, nilime na hii managu, watu wakule. Bwana Yesu asifiwe. Yaani haruhusiwi kufanya mambo ya kueleweka. Haruhusiwi kusonga mbele. The strong man amesimama katika maisha ya kuhani. Leo ni lazima jiwe liwekwe kwa kombeo, apigwe, anguke, haachane na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Baba, nimekwambia mmoja iko hapa, nyumba amepangisha. Jo, amelipa nyumba 6,000 nzima. Ziliwekwa kwa simu, amelipa nyumba huyu hapa juu. Bwana Yesu asifiwe. Haidani jana nimeitwa kuulizwa, huyu mtu ni jini ama ni mtu uliyepangisha hapa? Aishi kwa nyumba na miezi inaenda. Ningesemaje? Akilipa huyu alikuwa na moyo. Munisikia ushuhuda. Alisema kuanzia hii itakuwa sasa nikikesha kwa kanisa. Nimepata nyumba, hata akashukuru. Akasema Mungu ni mwema. Nyumba haikai, taa haijawahi waka. Sijui ni nini iliwekwa kwa nyumba, story kaisha. Yuko, pesa zinaenda. Nilipomuuliza akasema zikiisha nalipa tena. Lakini haikai mtu. Yaani kupangisha utapangisha, lakini hautakaa. Sijui mahali anakaa kama ni pazuri kuliko hapo, sijui. Bwana Yesu asifiwe. Leo imesimama watu ambao wakuishi kwa ghorofa. Nyumba iko kwa ghorofa juu. Nyumba iko kwa ghorofa, unapanda stairs juu. Watu ambao wakuishi kwa magorofa waliishia chini kwa vinyumba vile vya mtu hadi mruhusu kuishi kwa nyumba ya moto, nyumba ambayo iko na stairs. Vimekataa, vimesema kwetu kibamba, hatuenendi hivyo. Hiyo roho lazima leo asimame, aiangushe chini. Kabla yeye hajaangushwa, abebe vitu, aishi kwa nyumba. Maombi yaliombwa ndio, lakini hakuishi. Usicheze na strong. Cheza na mtu wa nguvu ambaye anatawala familia. Anahitaji na wewe ujitolee kwa nguvu. Useme kwamba mahali imefikia, sitaruhusu hii hali kuendelea kukaa ndani ya maisha yangu, kuniangaisha na kunitesa. Nataka kuomba kwa ajili ya kanisa. Hili kanisa lina miujiza, lina ishara na maajabu. Wewe ni shahidi. Lakini watu ni wa kuhesabu, 2, 3, 4. Wednesday watu wanachanga hapa, maombi yanapita hapa, Mungu anafanya mambo makubwa. Lakini kanisa ukiangalia polisi haiendelei. Hesabu ni ile ile kwenda kurudi. I was checking in the list. Tokea kanisa hili kuanza kuandikwa, watu ni wale wale. Hesabu ni ile ile. Hesabu ni ile ile. Na watu wanaingia kila kukicha. Ni nini inaendelea? Kuna roho imesimama ambayo ndio inatawala. Hairuhusu kuongezeka. Na si hapa peke yake. Lazima kusimama mtumishi ambaye atasema we want to declare Soweto kuwa free. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuja mmoja hapa ambaye alikuwa amesema anakuja
hakuna. Don't joke with the strong man. Ni wangapi mnakumbuka? Yes. Machuma yalikuwa kwa Kenya Police. Sijawahi ona cruise inalindwa na Kenya Police. Kirauni ilikuwa hapa. G4S ilikuwa hapa. Hapo nini zote aparata zote za security zilikuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Magari yalipita yakishangaza. Majini yatashikwa, mapepo yatashikwa, watu watafunguliwa hapa mlangoni. So tukawa tunangoja Jumapili ndio cruise ilikuwa ianze, na asubuhi naona lori inakuja kuchukua vitu inaenda. Nikauliza nini? Polisi, chifu, sijui vijana, sijui nini, story kaisha. Bwana Yesu asifiwe. Don't joke with the strong man. Kama alishinda ndani na maroli yake na jironi ni refu hapa kule. Ndio chukua ndio kila kitu. Inaitwa matairi 24. Wewe utatuletea hapo katukutuku kama. Wewe utatuletea hapo pikipiki kama. Wewe utakuja kututisha na hata kafao kilikaa. Kama ya miguu 24 ilizuiliwa na ikageuka ikatoka ikaenda haikumaliza. You are joking with this order. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mtu akusimama. Mtu ambaye atambua aseme kwamba niko tayari. Mungu akasema kwamba ni nani atasimama kama Nehemia atangaza neno, aseme kwamba nimetumwa kwa ajili ya ukombozi, kwa ajili ya kukomboa mali hapa. Niko hapa, Yesu nitume. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo familia ambayo unaishi, nyanya aliishi vipi? Babu maisha yake aliishi vipi? Kuna watu waliendelea. Kuna watu walikuwa tena kaduka. Kuna watu walikuwa tena kakioski. Ndio maana ukianza biashara inarudi square one. Kwa sababu madhabahu ya hiyo the strong man alichora akasema watu wa huko hawawezi endelea. Watu wa huko hapana, watakuwa omba. Hata ukipatiwa milioni 20 utafungua duka moja kubwa. Pole story itaisha. Tutarudi tuanze kutembea na miguu. Utabapeo chawi wako huko. Na wenzako wanaendelea. Wachawi why? You have not deal with the strong man. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka usimame kwa maombi. Huyu strong man ambaye amesimama ndani ya maisha yako. Naweza kuwa amesimama kwa familia. Naweza kuwa amesimama kwa maisha yako ya maombi. Naweza kuwa amesimama katika huduma. Naweza kuwa amesimama katika hali yote ile. Upigane na yeye, umwambie kwamba akuachilie atoke ndani ya maisha yako. Nipate mtu mmoja miongoni mwenu atupatie wimbo wa kuabudu. Wakati umefunga macho yako, umeinua mikono yako juu.